Kiungo mshambuliaji wa michezo zaidi, tukiwa sambamba kwenye uchambuzi mbalimbali ambao umekuwa ukiendelea kufanywa na wachambuzi kadha wa kadha, kiwemo George Mbangile, lakini pia na wachambuzi wa kina Jemedali Saidi, na asilimia kubwa mpaka hivi sasa ni kwamba Simba wekundu wa Msimbazi ambao wameshazoea safari yao ya kwenda kwenye michuano ya klabu bingwa kwenye hatua za makundi ni jambo kwao la kawaida, lakini kwa hivi sasa kila mchambuzi anakwambia Yanga ana asilimia 40 na kushuka chini kwenda kwenye hatua za makundi. Yani kilichojitokeza kwa msimu uliopita ambapo kila moja alikuwa naamini Yanga ataingia kwenye hatua za robo finali mara baada ya Yanga kucheza na MS Alger na kutegemea uwanja wa Benjamin Mkapa kuwasaidia wana Yanga kupata matokeo ya kufika kwenye hatua za robo finali. Na hapo nikiwa nazungumza, kulikuwa na Stefan Azizki, kulikuwa na Pacome Piodo Zouzoua na wachezaji wote ambao pengine walitegemewa kufanya maajabu katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini cha ajabu dakika 90 zikagongelewa misumari na muamuzi, na mpaka hapo ambapo ilikuwa jambo limeisha sare kwa sare 0-0, ambapo hakuna mtu aliyepata goli na ilikuwa ni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa hichi kinachoendelea na kinachozungumzwa hivi sasa ni wazi kwa mashabiki wa klabu ya Yanga watajipa imani, watajipa nguvu, lakini kwenye ukweli, acha tuzungumze ukweli, itawapa ugumu sana labda pengine wachezaji waweze kuamini kwamba hiyo ni siku ya kufa na kuzikana, siku ya kuweza kujitoa muhanga na kuonyesha kwamba Watanzania wanahitaji burudani na wanahitaji heshima katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini imani kwa wachambuzi mpaka hivi sasa, asilimia 70 ya wachambuzi wanazungumza uhalisia na ukweli kwamba Yanga anaweza akaondoka kwenye michuano hii ya klabu bingwa na kumpisha yule aliyezoea safari yake, yani aliyezoea kazoea tu. Mpaka hivi sasa kuna asilimia 200 na sio asilimia 100 kwa klabu ya Simba kwenda kwenye hatua za makundi kwa michuano ya klabu bingwa mara baada ya kushusha kipigo cha mbwa mwizi, yani ukisikia 3-0 ambazo zimeonekana katika uwanja wa ugenini. Sasa ni wazi kwamba Simba mpaka hivi sasa wana cha kuzungumza na wana la kusema na zaidi wana cha kujitetea. Lakini kwa upande wa klabu ya Yanga naweza nikazungumza kwamba mpira una matokeo ya ajabu sana. Yanga inajipa imani, wamekuwa wakiona kwamba wana uwezo wa kupindua meza, kama waliweza kupindua meza kwa CR Belouizdad kwa kuweza kupigwa goli 3 na wao wakaja kafunga goli 4 kwa Mkapa, basi hayo yalikuwa ni mapito na hii ni mechi nyingine na ni mtanange mwingine. Kwa hiyo tusiwazalau wa Malawi na tusizalau soka lao, kwa sababu pia hatujui wamejipanga na kitu gani, kwa sababu Silva striker ambao hivi sasa muonekana pia kujipanga na kujinoa na kuhakikisha kwamba wanakuja na mbinu ambayo itakuwa ni kutengeneza magoli yasipatikane kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa imagine katika dakika 45 za mtanange kati ya Silver Striker na klabu ya Yanga, alafu ikatokea kabisa kwamba ngoma imeisha 0-0 katika dakika za 45. Kwa hiyo moja kwa moja mpaka hapo watakaotoka mchezoni na kuweza kuondolewa kwenye mchezo katika mechi hiyo ni klabu ya Yanga, kwa sababu mpaka hapo Yanga anahitaji afunge magoli 2 ili mradi aweze kujihakikishia salama kabisa ushindi mnono ambao utamfanya aweze kwenda kwenye hatua za makundi. Lakini endapo kadiri muda utakavozidi kwenda, basi pia Silver Striker atakuwa akiendelea kujiamini zaidi na ikiendelea kumpa nguvu wa kuweza kuamini kwamba yeye kama yeye ameweza kujihakikishia kwamba ana uwezo wa kupambana na kulinda pia matokeo yake ambayo yanaweza kumfanya yeye aingie kwenye makundi kwa hapa msimu huu katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hivyo kuna mtihani mzito, tena ni pazito sana
Ally Kamwe, msemaji wa klabu ya Yanga, ameendelea kuwapa moyo na kuwaomba mashabiki radhi, na ndio maana waliweza kufanya maamuzi magumu kabisa ya kumuondoa kocha Romain Folz, ambaye nafikiri kama walikuwa na uwezo wa kukurupuka mapema sana kuweza kumfukuza kocha Romain Folz, basi naamini Yanga wasingekuwa hapa ambapo tunazungumza kwa hivi sasa kwamba wao wapo kwenye red danger mpaka hivi sasa. Yani Simba ameshatanguliza mguu mmoja ndani, mmoja umebakia nje, lakini kuna 70% za klabu ya Simba kuingia katika makundi kwa msimu huu 2025-2026. Lakini tukizungumzia klabu ya Yanga mpaka hivi sasa ina 40 mpaka 30, na huu ni ukweli, japokuwa ukweli siku zote unaweza ukawa mchungwa, lakini tunazungumzia soka na kimichezo zaidi, kwamba hatutaki tuweke mapenzi kwamba kwa sababu Yanga tunaipenda, labda kwa sababu Simba tunaipenda, lakini tunazungumza soka halali kabisa na kinachoendelea. Na hata tukikiangalia kikosi cha Yanga kwa hivi sasa, je, kina uwezo wa kupambana na kupindua meza kwa kuweza kumfunga Silver Striker hata magoli 3 au magoli 4? Kama imeshindikana kwa wachezaji hao ambapo kulikuwa na uwezo wa Yanga kuonyesha makucha kama vile ambavyo imekuwa na rekodi ya kufanya vizuri katika viwanja vya ugenini, lakini kwa hivi sasa Yanga ya leo hii na Yanga ya sasa haifanyi vizuri katika uwanja wa ugenini. Je, ina maana katika uwanja wa nyumbani wana uwezo wa kufanya vizuri? Manake ni tafsiri ambayo inaonekana kwamba Yanga hivi sasa iko tofauti na Yanga ya msimu uliopita. Watu walivyokuwa wanategemea na walivyokuwa wanatarajia Yanga ya msimu uliopita ilikuwa na uwezo wa kupata matokeo ugenini mazuri, lakini kwa hivi sasa imeshakuwa changamoto. Sio Yanga ambayo kila mmoja alikuwa akitamani iweze kuwepo. Yanga ambayo imekuwa ikitamaniwa sana labda pengine kuingia kwenye hatua za nusu finali ama kuchukua ubingwa, sio Yanga ambayo tunaiona hivi sasa. Hata kama kweli kumefanyika usajili wa hali ya juu, lakini Yanga ya hivi sasa kuiona ikifika finali kwenye michuano ya klabu bingwa, basi ni ndoto za bunuasi. Kwa hiyo ni ukweli usiopingika na ni ukweli ambao unawauma mashabiki wengi sana wa klabu ya Yanga. Sasa tuache unafiki, tuache upendeleo. Yanga kuingia kwenye hatua za makundi ni 40, 30 mpaka 20, lakini Simba kuingia kwenye hatua za makundi mpaka hivi sasa ni 70 mpaka 80. Na yote tunasema kwa pamoja kwamba timu moja lazima iende, timu moja lazima ibaki, kutokana na matokeo ambayo mpaka hivi sasa tumeweza kuyashikilia mkononi. Mimi sina la ziada, ila cha msingi tukutane kwenye upande wa comment, na hii ni Hatboy Media.